Bwana Yesu asifiwe. Ninakukaribisha kusikiliza ushuhuda huu utakao kujenga, lakini pia utakupa maarifa. Neno la Mungu katika kitabu cha Hosea sura ile ya 4 na ule mstari wa 6 imeandikwa, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Ukikosa maarifa ya Mungu, maana yake adui atatumia nafasi hiyo kukuangamiza. Sasa Mungu ametupa neema ya kupata maarifa, kujua Shetani namna anavyoshambulia watakatifu kwa kupitia kumbukumbu ya picha mbalimbali ambazo ulizipiga wewe kabla hujaokoka. Sasa zile picha Shetani anainua mashtaka. Mfano, leo hii umejua ukweli, umeacha mapambo, umeacha mawigi, umeacha kuvaa vimini, umeacha kuvaa suruali wewe mwanamke, umeacha kuvaa vikuku. Sasa baada ya kuokoka umeachana na hivyo vitu, lakini hizo picha bado unazo na umezitunza kama kumbukumbu na huwa unaziangalia. Sasa picha ni uhalisia wa mtu. Shetani anakuinulia mashtaka kuhusiana na hizo picha. Lakini pia wako ambao wametumia mitandao hii ya kijamii, walikuwa wakiposti picha mbalimbali wakiwa wanakunywa pombe, wakiwa wamevaa mawigi, wamevaa vitu ambavyo sio vizuri, ambavyo ni machukizo mbele za Mungu. Shetani anakuinulia mashtaka. Sasa neno la Mungu linasema Shetani ni mshtaki, anatushtaki usiku na mchana. Kazi yake ni kutuinulia mashtaka. Sasa ukisoma kile kitabu cha Wakorinto wa pili sura ile ya 5 mstari ule wa 17 imeandikwa, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa hiyo maana yake yale ya kale yote yanatakiwa yaondoke. Historia yako sasa inasimama katika upya pamoja na Kristo. Ndio maana hata kile kitabu cha Zaburi sura ile ya 25 mstari wa 7 imeandikwa, usiyakumbuke makosa ya ujana wangu wala maasi yangu, unikumbuke kwa kadiri ya fadhili zako, Bwana, kwa ajili ya wema wako. Neno la Mungu nasema usiyakumbuke makosa ya ujana wangu. Sasa yako makosa ya ujana, zile picha ulikuwa umepiga katika ujana, maana yake ulikuwa umeenenda katika makosa. Usiyakumbuke makosa ya ujana wangu, maana yake yale yote makosa unatakiwa uyaondoe. Zile picha unatakiwa uziondoe, kwa sababu Shetani atatumia zile picha kuleta mashtaka. Hata kile kitabu cha Waebrania sura ile ya 8 mstari wa 12 imeandikwa, kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Mungu mwenyewe hakumbuki tena yale uliyoyatenda mwanzo, lakini wewe unajitunzia picha kwa ajili ya kukumbuka yale maovu uliyokuwa ukiyatenda kule mwanzo. Unakuta una picha ulikuwa unavaa vimini, una picha ulikuwa na mwanaume ambaye wewe mwanaume ulikuwa unazini naye kipindi upo naye shule. Picha zake unazitunza mpaka leo. Na leo umeolewa na mwanaume mwingine na mmefunga ndoa takatifu, lakini picha za yule mwanaume ambaye ulikuwa unazini naye kipindi hicho uko shule, uko chuo, bado unazo. Maana yake Shetani atakuinulia mashtaka, na wakati mwingine utajikuta bado unazini kwa sababu ya zile picha za wale wanaume au wale wanawake ambao ulikuwa unazini nao wakati huo. Sasa ninakuletea ushuhuda huu, pia utasikia mtumishi wa Mungu huyu Paulo alishuhudia kwa ufupi, na Mungu alionyesha ufungulivu mkubwa sana kwa watu kadha wa kadha. Sasa tumekuletea ushuhuda kwa ukubwa ili uweze kusikia. Amina. Karibu sana usikize ushuhuda huu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Ninapenda kushuhudia kitu kimoja hivi. Nakumbuka enzi hizo, kipindi sijampokea Bwana Yesu, kipindi sijaokoka. Nakumbuka jinsi ambavyo tuliwafunga watu kadhaa kutumia picha zao ambazo walipiga kipindi hawajaokoka. Nakumbuka vizuri kabisa jinsi ambavyo tulifanikiwa kuwafunga wale watu ufahamu na kuwatoa katika mamlaka imani na kutoka kabisa kwenye utukufu wa Mungu na kutenda yaliyo ya kwao. Msoma, nakumbuka kulikuwa kuna mama. Yule mama yeye
alikuwa ni mcha Mungu. Yeye alikuwa ameokoka vizuri kabisa, ila mume wake ndo alikuwa hajampokea Kristo. Yeye mume wake alikuwa ni kawaida kabisa. Sasa yule mume wake, mwanamke kweli alikuwa anajitahidi mwanamume aokoke, ila mwanamume wake kwa kuwa alikuwa amekamatwa, mume wake alikuwa hataki kuokoka, na mume wake alikuwa anapenda wafanye mambo yani ya kidunia. Maana mama baada ya kuokoka, mume wake aliona kama mama amfurahishi sasa hivi, mambo mengi ambayo mume wake aliyategemea kuyapata kwa mke wake alikuwa hayapati kama mwanzoni, kwa kuwa mama huyu alikuwa ameokoka, vitu vingi kaviacha vyote vya nyuma, kasimama na Kristo, anafanya mambo katika utukufu wa Kristo. Sasa huyu mwanaume yeye alikuwa na tabia, alikuwa tu na tabia yake ya kupenda sana kumkumbusha mke wake yale mambo ya nyuma, kwamba zamani alikuwa akigombana, anamwambia mke wake, zamani ulikuwa unafanya hivi, ulikuwa hivi na hivi, ulikuwa unafanya suri, yani anamtajia mambo ambayo yalikuwa ya nyuma alikuwa anafanya wakati wa ujinga, anamtajia mwanamke. Sasa huyu mwanamke akijiuliza, mbona mambo mimi nishaacha, angejaribu kumweleza mume wake, anamwambia sasa hivi unifurahishi hata kidogo, na tukiendelea hivi mimi kusema ukweli nitaoa mwanamke mwingine. Sasa alipokuwa anazidi kumwambia mwanamke, kweli huyu mwanamke na pia ndani anazidi kuugua ndani. Kumbe ndio ilikuwa shambulizi hilo. Sasa baada ya kuwa anagombana, mwanamke huyu akarudi tena, mwanaume akamwambia, kumbuka hata tazama picha zetu. Sasa yule mama akakumbushwa, kumbuka zamani tulipokuwa, kumbuka tulikotoka. Hata ukitazama picha, maana zile picha alikuwa nazo, hata ukitazama picha ulikuwa unapendeza, ulikuwa unavutia. Unaona sasa hivi ulivyokuwa. Hata yule mbaba alikuwa na picha zake kwenye simu, akawa anaonyesha wengine, tazama. Sasa yule mama naye kosa alilofanya, akasubutu kuziangalia na yeye zile picha, kaja akazikagua, akazipitia, akasema anataka aziteketeze, ila akaziangalia sana. Baada ya kuziangalia sana pale pia akatafakari, maana siku zote kuzimu ikiwa inamtafuta mtakatifu wa Mungu yote kupitia chochote anachokifanya tayari darubini zishasitiwa zidi yake. Popote anapoenda, chochote anachokifanya wanamtazama kabisa, ila cha kufanya ndo hawana, kwa maana bado yule mtu hawajapata warari naye, ila kumtazama vizuri kila kitu anachokifanya. Sasa yule mama kosa alilofanya, akasema hizi picha nazichoma kwa hasira. Sasa baada ya kuchukua zile picha, baada ya kuzichoma yeye akaanza kuzitazama tena. Alipozitazama zikaanza kumvutia, akaanza kutafakarishwa yale ya nyuma aliyokuwa anafanya. Tayari mama ndani yake akaanza kuwaza maovu, wakati neno la Mungu pia limekatazwa. Mama akaanza kukumbuka alipokuwa. Sasa mama baada ya kuanza kukumbuka alipokuwa, hapo moja kwa moja ndo likaanza kuwa anguko lake, na mume wake pia akaenda kugoma, akamwambia, unaona zamani ulikuwa unapendeza, unaona sasa hivi hata Mungu mwenyewe. Sasa huyu mwanamke baada ya kuziangalia picha na ule mtazamo aliotazamishwa, basi huyu mwanamke moja kwa moja moyo ndani akaanza kuvunjika, yani imani yake ikaanza kushuka mdogo, tukaanza kumshusha zile CD, akaanza kukumbuka yale mambo ya nyuma. Na siku zote katika ulimwengu wa roho hichi kitu kishakiangalia wengi mno, ni lazima katika ulimwengu wa roho lazima wote ndoto. Mungu anaweza kukutazamisha kile kitu ulichokitazama, umekitazama katika uovu, kina madhara kwako, anakuonyesha kabisa. Ila shetani pia anaweza anaweza kupitisha ndoto yake, ukaota kile kitu ulichokitazama, unaota uko yani umependeza, umevaa vile vile, ile umependeza zaidi, na kila mtu anakushangilia na furahi jinsi ulivyokuwa unavaa zamani, ila pia unatazamishwa mtazamo mwingine. Sasa hivi unavyovaa unaonekana kawaida. Hizo ni ndoto, kwa maana umefungua mlango wa mawazo, umefungua mlango wa manunguniko ndani ya kujiuliza, hivi kwa nini sasa hivi niko hivi? Kwa unavyooteshwa vile, ukiamka na wewe na ule mtazamo uliooteshwa kwenye ndoto, usipopata kuipambanua ndoto vizuri ya shetani na ya Mungu, kwa moja kwa moja unaanza kutazama kile cha nyuma kiko sahihi. Tayari unapoanza kuona cha nyuma kilikuwa sahihi, na mwanaume anapokufokea anahitaji urudi kule, tayari moja kwa moja unaanza kufikiria, je, hivi vitu nikivirudia, si kanisani nitaendelea kwenda, si nitaendelea kuabudu kama kawaida, nitaendelea kufanya vitu hivi na hivi kama kawaida, kumbe mbeleni vina madhara. Kwa hiyo mama baadaye akatoka akarudi mwanzo, na kati yeye ndo alikuwa anasimamia familia yake, maana mwanamke ndo mlinzi wa mwanaume. Sasa alipokuwa naomba yeye, tulikuwa tunashindwa sana kuipata familia yake, kumpata mume wake au watoto wake, ilikuwa ni vigumu. Sasa mama baada ya kuyarudia yale madude, na utukufu wa Mungu kapungua sana kwa ukubwa ndani yake. Tena baada ya huyu mama kurudia vile vidude, ile hali tulichochea ndani ikawa mara 2 zaidi alizokuwa anakifanya nyuma, yani akazidisha manjonjo. Kwa tayari mama tukao tumemkamata kwa design hiyo, na familia yake moja kwa moja tukaikamata, tukapata kuwaibia, maana
kwa vyote kwa tunashindwa. Maana mama pia alikuwa ana watoto wake pia walikuwa na nguvu ya Mungu, alikuwa na nyota kali. Sasa alikuwa tunashindwa kuwakamata, alikuwa tunashindwa kukamata uzao wake kwa jinsi kwa tunataka sisi, kwa kuwa yeye alikuwa amesimama na waombea. Kwa hiyo kwa tunashindwa. Kwa hiyo baada ya kuingiza uovu tukapata nafasi pia ya kumkamata na kukamata uzao wake na kuendelea kupandikiza tulivyovichukua kwao tulivichukua, basi kawa ni hivyo. Pia nakumbuka mwingine tena ni Mwanza, nakumbuka alikuwa ni mama mchungaji. Nakumbuka pia yule mama tulimfunga ufahamu kupitia picha, tulimkamata kupitia picha, pia tukamtoa katika mamlaka ya imani. Yule mama akatenda aliyo kwake, kutenda ya Mungu, hadi akavuruga ndoa yake, akaachana na mume wake, kila mtu akafanya mambo yake. Ninakumbuka vizuri sana. Yule mama tulipitia hivi kumkamata fahamu, tukamfunga kupitia picha. Huyo mama tulimtumia mume wake pamoja na watoto ili kumrudisha nyuma, kwa maana ni mama pia alikuwa ameokoka, alikuwa amesimama na Mungu vizuri. Kwa tumepambana kwa jinsi mbalimbali, tulikuwa tumeshindwa, ila tukapitia lango la picha tukamuingizia tamaa. So yule mama baada ya kutazama zile picha za mara ya kwanza alizokuwa amepiga kipindi hicho akiwa binti, kipindi hajapokea bado wokovu, hajasimama, zile picha alizokuwa anazipiga kipindi hajaacha matendo ya nyuma. Sasa kwa maana picha ndio imebeba uhalisia wa mtu. Picha ndio imebeba kitu kikubwa sana na inakuelezea wewe kwa ufasaha. Picha unapopiga picha inakuelezea wewe, maana mtu akiona picha kitazama anajua kabisa moja kwa moja ni wewe. Sasa picha katika ulimwengu wa roho inahesabika ni wewe. Na kumbuka mrokore anavyosimama na Mungu vizuri, wachawi anapokuwa na nguvu ya Mungu imetimilika ndani yake kwa ufasaha, ile nguvu wachawi wanahitaji ACD. Sasa wanaitafuta ile nguvu ili wakishushe, maana ile nguvu kishashushwa ndo wachawi wanapata mamlaka ya kupandikiza uovu. Sasa wakishaishusha ile nguvu, kikubwa sana wanatumia udhaifu, na kila mtu ana udhaifu wake, ila wengi wana udhaifu wa tamaa. Maana mtu anapotazama kitu, ukikisifia kitu cha uovu tayari umeshiriki. Yaani yule mama tulitumia mume wake alichukua zile picha akaziangalia. Kwa kweli baada ya kuziangalia mume wake, basi yule mama tulifanikiwa kumkamata kwa namna hiyo, afanikiwa kumfunga ufahamu, akatenda. Mwisho wa siku baada ya hapo akaja kafarakana na mume wake, maana tayari yale maroho ya nyuma yalikuwa ndani ya zile picha tayari alikuwa tena ameshamrudia, amemkamata, na mume wake naye pia tayari ufahamu wake ulikuwa umeshakamatwa toka zamani. Kwa hiyo huyu mama mwisho wa siku akaua ndoa yake, akaachana na mume wake. Pia nakumbuka jambo jingine Msoma, kuna mama sasa, huyu alikuwa ni mke wa mzee wa kanisa, alikuwa amesimama kweli na Mungu, na mzee wake pia kweli walikuwa wamesimama kweli, wameimarisha. Na huyu mama pia kuna mahali tulimkamata kutumia picha, ila nakumbuka baada ya kumkamata kutumia picha, ila huyo alipata neema ya kuchomoka kwenye mtego. Nakumbuka vizuri zaidi, huyu mama alikuwa ni mrokore ambaye amesimama na Mungu vizuri pia, na yeye naye kwa namna fulani alikuwa ameimarika, japo bado hajajitengeneza sana, ila kumfikia ni vigumu, maana alikuwa ameamini, alikuwa Mungu ndo anazidi kumnoa mdogo mdogo. Kwa hiyo mama tukatumia pia na yeye naye rango la picha kupitia watoto zake na wale ndugu zake, watu wa jirani yake. Bado mama hawa watoto, majirani, rafiki, ndugu zake walipoanza kumsakama, na wengi walikuwa na picha zake, na pia mitandao ya kijamii, maana mama alikuwa sana anatumia TikTok. Alikuwa ameposti sana hivi picha nyingi mno, mambo mengi sana alikuwa ameyaposti sana kule. Sasa huyu mama muda mwingi alikuwa anaitumia ile account, alikuwa anatumia pia, anatupia mahubiri, anatupia vitu vingi sana kwenye ile account, ila na vile picha zake nini tulimkamata. Baada huyu mama kitu ambacho kikubwa sana ambacho tulitumia, maana huyu mama sasa tulitumia picha, ila sehemu kubwa sana ile tufanya hadi tukapata halali zidi yake ilikuwa ni TikTok. Maana huyu mama alikuwa anapenda kuingia TikTok, alikuwa anapenda sana kuposti picha nyingi, na alikuwa anapenda kufanya mambo mengi, kuposti hadi mahubiri. Sema sasa picha zake nyingi zilikuwa na nyimbo za kidunia, na hizi nyimbo za kidunia mbele za Mungu pia kwa namna fulani machukizo. Sasa mama kipindi alipokuwa anaposti hizi nyimbo za kidunia na hizi picha, sisi kwa tunamuinulia mashtaka. Huyo mama alikuwa anaoteshwa ndoto nyingi, sema hakutia manani, maana mchawi anajua
Mchawi akiwa anakufuatilia anajua unachokifanya. Ni kila sehemu unapoenda yeye anajua. Sema ule warari kukukamata ndo anakutana. Ila anapopata ule warari tayari unakuwa off target mbele yake. Kwa hiyo yeye muda wote anakuwinda anavyotaka yeye. Kwa maana uko ni mawindo yake tayari umeshaingia kwenye mtego. Huyo mama tukamkamata hapo. Sasa huyo mama baada ya kumkamata hapo tukaanza kuichochea ile hali ya tamaa. Hali ya tamaa. Huyu mama baada ya kuwa tunaichochea hali ya tamaa ndani yake, huyu mama akapenda sana yale mambo ya nyuma. Yaani akawa sasa muda mwingi anatumia zile picha, anaposti, anafanya hivi, zile ndani zilienda kukamata nafsi yake, roho yake. Huyu mama kadi alivyokuwa anaendelea sasa, mume wake ndo alianza kushtukia huo mchezo. Maana mwanamke pia alikuwa amepunguza nguvu ya maombi. Maana hichi kitu kinaenda kukamata nafsi yako, pia kinapunguza nguvu ya maombi, kinakutoa katika mamlaka, kinashusha ACD ya nguvu ya maombi. Kwa hiyo tukafanikiwa kumkamata huyu mama, ila aliyokuja kumsaidia ni mume wake, kwa maana mume wake pia alikuwa na ufahamu kwa namna fulani, alikuwa na ufahamu. Kwa hiyo mama baada ya kumwombea huyu mwanamke pia tukakosa harari naye. Kwa hiyo hao ndio watu ambao tulipambana nao na mmoja tulishindwa, ila wengine hawa tuliwakamata kwa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekaa sana hapo nimejikaza, lakini nasikia moyo unauma, imebidi nisimame tu ili nishuhudie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nilikuwa nina picha nyumbani kwangu nilizopiga kipindi kile, najipodoa na suka rasta. Yaani natumia mambo ya kidunia. Bwana Yesu asifiwe. Hizo picha zimekuwa zikinisumbua sana. Nimekuwa nikiota ndoto ninasuka, ninaweka dawa nywele. Ninamuuliza Mungu, mbona mimi nimeacha kuweka dawa nywele kuanzia 2020 na kujipodoa? Mbona hizi ndoto zinanifuata mara niko saluni nasuka ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Nikafuatilia ushuhuda wa Paulo hapo, anasema kwamba picha zinafunga. Bwana Yesu asifiwe. Nikazichukua zile picha zote nilizokuwa nimepiga, kweli zilikuwa ni nzuri zinavutia, lakini nikazichukua nikazichoma moto. Bwana Yesu asifiwe. Nilipozichoma moto, usiku nilipolala nikaona nimeamka nimefumua nywele zote, afu namalizia kufumua nywele za mwishoni ambazo nilikuwa nimesuka. Nikasema nimefumua, afu nasema nywele zangu mbona ni natural sisuki? Kumbe nilikuwa nimefungwa na zile picha katika ndoto ninasema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli namshukuru Mungu kupitia ushuhuda wa Paulo umenifungua. Nimeona kweli nimefumua nywele nilizokuwa nimesuka katika ulimwengu wa roho, na Mungu awabariki. Namshukuru sana Yesu, maana ni mwema siku zote. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya nyewe watumishi wa Mungu wa kanisa takatifu la Yesu Kristo. Kwa kuwa Bwana anasema nanyi kwa mambo mengi na kwa mafundisho mengi ambayo mnatufundisha. Kwa kweli Mungu ni mwaminifu. Tunatoka hatua moja kwenda hatua nyingine kila itwapo leo. Ninao ushuhuda. Mungu ametenda mambo makubwa na ya ajabu ambayo sikufikiria hata kwenye akili yangu. Asubuhi siku ya leo nilipoingia kwenye ibada, chumba cha ibada, nikakuta ninaletewa picha ambayo hiyo picha nilipiga kipindi niko kidato cha 4. Nilipiga na mkaka mmoja alikuwa anaitwa Alfa. Sasa ile picha nilikaa naye muda mrefu, nikaa nimeiweka tu ndani. Sasa asubuhi nashangaa ile naletewa ile picha, yani naletewa jinsi tulivyopiga picha tukawa tumesimama naye tumevaa nguo za shule. Sasa nikaa najiuliza, mbona nimeletewa picha namna hii? Kuna nini? Nikajiuliza, sikupata jibu. Kwa nini naletewa picha inakuja na kuondoka, inakuja na kuondoka? Baadaye sasa ilifika muda wa ushuhuda. Kuna mdada hapo kanisani katoka pale mbele akatoa ushuhuda kwamba yeye alisikiliza ushuhuda wa Paulo Mshola Malima, ambao kwamba yeye alikuwa alishaacha kusuka wala kujipamba, lakini ndani alikuwepo na picha zilikuwepo ndani. Alivyochoma zile picha ndio Bwana akaona anamuonyesha kwamba sasa zile picha hazitokei katika ulimwengu wa roho. Sasa mimi wakati sasa yule dada ametoka kwenye kushuhudia, nikaletewa picha nyingine ambayo nilipo nayo ndani.
nilipiga na huyo mkaka alikuwa anaitwa Isaya. Huyo mkaka alikuwaga amenichumbia zamani. Sasa mimi nilipokea picha yake nikakaa naye, lakini yule mtu sikuweza kumkubali kwa sababu moja, tena alikuwa ni ndugu yangu. Nilimkataa naye alitakaga kunioa. Sasa wakati nimeletewa ile picha katika ulimwengu katika maono, nikawa najiuliza hii picha ina nini? Sauti kaniambia huyu ni kizuizi. Katika ulimwengu wa roho nikaletewa mimi nimeambatana naye, yani tumeambatana, tumesimama pamoja, alafu tumeshikana mikono katika ulimwengu wa roho. Nikaambia hii picha nitakiwa niitoe niichome. Kwa hiyo wakati naendelea na ibada, nasikiliza kipindi cha ibada, nikawa naona ule muda naona unachelewa ili ufike nianze kuchukua hiyo picha niende kuichoma. Sasa wakati nimefika sasa ndani, shamaliza ibada, nikatafuta ile picha, nikaipata. Nikaletewa tena na nyingine na nyingine. Nilipiga na wakaka wawili, mmoja kwa amesimama upande wa kulia, mmoja upande wa kushoto. Nikaambiwa na hizo picha nitakiwa nizichome zote. Nikachoma picha zote 4. Nilivyochoma zile picha, mchungaji, nimesikia kizunguzungu cha ajabu. Yani nikaa naona giza, sioni sehemu yoyote. Nikasikia sauti inaniambia ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana uendao potevuni. Basi nikamshukuru Mungu, lakini wakati naendelea kutafakari, kichwa kikaa kinaniuma kimeniuma sana, nikahisi kama kuchanganyikiwa. Halafu kwenye ulimwengu wao naona kuna picha yani za wakaka wanatoka kwangu, yani wanachomoka, wanatoka kwangu, wananikimbia. Baadaye nikaletewa andiko la Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20. Basi ikawa imeishia hapo. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa sababu yani kila ushuhuda ambao mchungaji mnautoa pale, yani ni ushuhuda ambao kwa mtu ambaye yuko makini anafuatilia, unapeleka hatua moja kwenda hatua nyingine.